Mwasham Baba Askofu Henry Mchamungu, Padri Vincent Mpwaji, Padri Lomwadi Mkandala, Dekano Dekania Thomas More, Padri Emmanuel Mbuya, Paroko Msaidizi Parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL, mapadri wote mlioshiriki nasi, watawa wa kike na wa kiume, makatekista, viongozi halmashauri ya walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Dekania Thomas More na viongozi mbalimbali, Mheshimiwa Mwenyekiti serikali ya mtaa Kilimahewa Juu, waamini wote, mabibi na mabwana, wazazi wa marehemu, Padre Paul Sabuni na wote mlioshiriki nasi, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, parokia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Padre Paul Sabuni kwa kipindi cha miaka mitatu tuliyoweza kuishi naye katika parokia yetu hii ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Padre Paul Sabuni alikuwa baba, mshauri, mlezi, mpenda maendeleo, mpenda watu, mshauri na mfanya yote yale ambayo ni mapenzi ya Mungu kwa kanisa lake. Katika kipindi cha maisha ya Padre Paul Sabuni, toka tulipotangazwa kuwa parokia tarehe 6 mwezi wa kwanza 2023, akiwa pia anaongoza kigango cha Mtakatifu Agata, sasa parokia ya Utatu Mtakatifu, kilichotangazwa kuwa kigango tarehe 20 mwezi wa kwanza 2023. Tumeshuhudia mambo mengi makubwa yaliyofanyika kiimani na kiroho na kimaendeleo. Padre Paul Sabuni alituunganisha wanaparokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL na kigango cha Mtakatifu Agata, sasa Utatu Mtakatifu, tukiwa tunafanya safari ya hija. Alianzisha kitu ambacho kipekee kwa kweli, kila mwanaparokia aliguswa. Tulikuwa tunatoka kimatembezi, tunatoka hapa kwenda hija kigango cha Mtakatifu Agata wakati ule, na safari inayofuata tulikuwa tunafanya kila baada ya miezi mitatu, tunatoka kule tunakuja huko, tunatembelea kanda. Anasema tunaenda kuwaona wale watu ambao wamekata tamaa. Ni kweli, alifika kwa kila nyumba, nyie wote ni mashuhuda ndani ya parokia hii. Alimtembelea kila mmoja, uwe na chumba kimoja, una viwili, una nyumba kubwa, una ndogo, na akitujua wote kwa majina. Ilikuwa inashangaza. Ukiingia kanisani, mimi kama mwenyekiti atakuita akwambie fulani nahitaji kwenda kumpa msaada. Aliwasaidia vijana sana. Parokia hii vijana mnajua kwamba aliwapenda. Aliibua vijana mbalimbali. Basi kwa upendo huo nilikuwa naomba tuendelee kumwenzi. Padre Paul Sabuni alijiwekea utaratibu wa hapa kanisani kwa waamini wote. Kuna kipindi alikuwa anakutana na waamini, akiendesha semina mbalimbali, akisikiliza matatizo mbalimbali. Aliwapenda watoto. Nafikiri watoto mnakumbuka. Alikuwa anawaambia no burger, no what? No chips, wanakumbuka. Alikuwa akiwaambia mkirudi nyumbani hata ugali mle. Leo mkienda nyumbani msidai baga wala chipsi. Inawezekana wazazi wenu leo hawana hela. Basi kwa niaba ya kamati tendaji ya parokia, ni mambo mengi Padre Paul Sabuni ameweza kuyafanya. Wanaparokia mnashuhudia na mnajua. Tumeanza kujenga hapa Novemba. Tulifanya uzinduzi wa ujenzi hapa Novemba 2023. Tukaanza ujenzi Januari 2024. Na
Engineer Andrew nimemwona yupo. Kwa kweli Padri Sabuni aliweza kusimamia ujenzi. Zege inamwagwa, nakumbuka siku moja imemwagwa zege mpaka alfajiri, yuko hapa hajalala. Kwa kweli alikuwa anajituma sana sana. Hatuna sababu ya kuongea zaidi kwa sababu alivyovifanya kwa muda mfupi. Tunasema ni miaka mitatu, lakini kiutendaji wa kazi sana sana ni miaka miwili tu, kwa sababu muda mwingine kama miezi 7 amekuwa katika mahangaiko. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi wa jimbo. Tunamshukuru Baba Mwashamu Juda Tadeus Lwaichi, Mwashamu Eli Mchamungu kwa huduma mlizoweza kuzitoa kwake. Tunashukuru pia wadau mbalimbali ambao mliweza kumsaidia wakati wa kuugua kwake. Tunawashukuru madaktari wote kwa kipindi cha uhai wake. Hasa hizi shukrani zimwendee Dr. Chua wa hospitali ya Aga Khan. Tunasema asante sana. Tunamshukuru Father Aidani kwa kuwa karibu pamoja na mgonjwa ambaye alikuwa ni kiunganishi hasa wakati huu wa ugonjwa wake, na kuweza kuondoa taharuki ambazo zingeweza kujitokeza katika kuuguza. Mara nyingi huwa kuna mambo mengi. Tunakushukuru sana baba. Tunamshukuru sana Padri Emmanuel Mbuya kwa huduma ulizoweza kumpa wakati wa uhai wake, ukizingatia kwamba ndani ya nyumba mlikuwa mko wawili peke yenu. Tunakushukuru sana baba. Kwa niaba ya kamati tendaji tunawapa pole wote wanaparokia Mtakatifu Ambrose IPTL. Tuendelee kujipa moyo. Kikubwa ambacho tunaweza kukifanya ni kuenzi yale mazuri yote aliyoyaanzisha kwa ustawi wa parokia yetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Karibisha mwanafamilia kwa neno, na anapokuwa anatoa neno lake, namuomba Mheshimiwa Padri Aidan mwanadarasa mwenzake ajiandae kutoa neno.